Mpenzi mtazamaji wangu wa kipindi hiki cha saa ya mwisho wa dunia, tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku hii ya leo na kwa ajili ya wakati huu. Mungu ametusaidia tena, ametupa neema. Tunakutana tena siku ya leo kwa ajili ya kuendelea kujifunza masomo haya, kuendelea na mtiririko wa masomo haya ya siku za mwisho au matukio ya mwisho wa dunia. Na siku ya leo tunaangalia somo linalosema mpinga Kristo. Mpinga Kristo. Somo hili la mpinga Kristo. Mpinga Kristo ama pembe ndogo iliyozuka kwenye zile pembe 10 za mnyama aliyemuona Danieli, mnyama wa 4 wa Danieli mwenye kutisha aliyekuwa na pembe 10. Na kwenye zile pembe 10 ilizuka pembe ndogo, na ile pembe ndogo ikanena kinyume na Mungu, ikanena maneno makuu sana. Lakini ile pembe ndogo ikaziangusha pembe 3 kwenye zile 10, zikabaki pembe 7. Mpinga Kristo. Kwa kuanza tu ni kwamba roho ya mpinga Kristo imekuwepo duniani kwa miaka mingi sana. Roho ya kupinga Ukristo, roho ya kupinga Kristo na mifumo yake yote ya Kristo imekuwepo muda mrefu sana. Roho hii ilikuwepo kuanzia karne ya kwanza, ikaenda karne ya pili, na ikaenda pia karne ya 3. Kuanzia karne ya kwanza, kuanzia mwaka wa 32 BK, wakati Yesu amekufa msalabani na kufufuka, ameliacha kanisa duniani, amewaacha wanafunzi wake wale na mitume aliyowachagua kwa ajili ya kuendeleza kanisa duniani, kwa ajili ya kuhubiri Injili. Roho ya mpinga Kristo ilisumbua sana, hasa pale Yerusalemu na maeneo mengine, kuanzia mwaka wa 32 BK kwenye karne ya kwanza, ikaenda mpaka mwaka wa 100 BK. Karne ya kwanza ilifungwa mwaka wa 100 BK. Roho ya mpinga Kristo ilisumbua, na ilisumbua kupitia viongozi wa dini ya Kiyahudi, kwa maana ya Mafarisayo, Masadukayo, waandishi pamoja na wakuu wa makuhani. Walipinga sana Ukristo, walipinga sana kanisa pale Yerusalemu. Lakini baadaye karne zilipokuwa zinaendelea, katika karne ya pili na kuendelea mpaka karne ya 3, roho ya mpinga Kristo iliendelea kusumbua sana, hasa kupitia serikali ya Rumi, utawala wa Rumi, Roman Empire, kupitia wafalme wake walioitwa Makaisari. Waliupinga sana Ukristo na waliwaua Wakristo wengi. Utawala huu uliua Wakristo wengi, waliwaua wanafunzi wa Yesu wengi sana. Utawala huu wa Rumi, Roman Empire, ulipinga. Hii roho ikaendelea mpaka mwaka wa 313 BK, alipoingia Kaisari wa Rumi aliyeitwa Konstantini wa kwanza. Konstantino alipokuwa Mkristo mwaka wa 313 BK, akakomesha mateso ya Wakristo. Lakini roho ya mpinga Kristo imekuwepo na ikisumbua sana. Lakini wakati wa mwisho, wakati wa ziki kuu, hii roho ya mpinga Kristo itapata kilele chake, kwa sababu wakati wa ziki kuu atatokea mtu mwenyewe ambaye ni mpinga Kristo. Atatokea mtu mwenyewe. Naomba nikusomee maandiko Biblia kwenye
kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 na mstari wa 18. Biblia inasema, watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Watoto, ni wakati wa mwisho. Kama mlivyosikia ya kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo ni wengi wamekwisha kuwapo dunia. Na hivyo tunajua ya kwamba ni wakati wa mwisho. Lakini mstari wa 22 kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 22 anasema, ni nani aliye Mungu ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Ni nani aliye Mungu ila yeye anayemkana Yesu, anayesema Yesu sio Mungu? Huyo ni mpinga Kristo. Lakini pia Biblia pia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wa 3, Biblia inasema, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwapo duniani. Kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Lakini pia na waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 7. Waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 7, Biblia inasema, kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu ni Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Kwa hiyo wapinga Kristo ni wengi kwa ujumla. Watu wote ambao hawakiri kwamba Yesu ni Mungu, wanaompinga Yesu, wanaomkataa Yesu, hao wote ni wapinga Kristo. Lakini yuko mpinga Kristo mmoja ambaye ni mwenyewe halisi, ambaye ni mtu mmoja ambaye wakati wa ziki kuu, baada ya kanisa kuwa limenyakuliwa limekwenda mbinguni, atatokea huyu mtu, ataitawala hii dunia, atatawala ulimwengu mzima kwa miaka 7. Na ndipo atampinga Kristo sana kwenye ule utawala wake duniani wa miaka 7. Ataonyesha upinzani mkubwa, ataonyesha upinzani wa hali ya juu sana huyu mtu. Na nikusomee maandiko. Biblia inamsema sasa kwenye kitabu cha Ufunuo 13. Nisome hayo maandiko kuanzia mstari wa 1 hadi wa 10. Ufunuo sura ya 13 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 10. Biblia inasema, kisha nikamuona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake, na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama, wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyo? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu na ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Maandiko haya yanamuelezea mpinga Kristo
ambaye yanamtaja kwa picha ya mnyama anayetoka baharini. Huyu ni kiongozi wa kisiasa, huyu ni mpinga Kristo. Mnyama anaitwa the beast, mnyama mpinga Kristo. The beast maana yake huyu mtu atakuwa na tabia za kinyama. Kama unavyowaona wanyama wana tabia fulani za kinyama, hawana huruma, ndivyo atakavyokuwa na huyu mpinga Kristo, Antichrist. Atakuwa na tabia na yeye za kinyama kama unavyoona wanyama. Na maana anaitwa mnyama, the beast, au mnyama mwitu. Anaitwa mnyama mwitu, anatoka katika bahari. Sasa swali ni hili, mpinga Kristo ni nani? Mpinga Kristo ni nani? Jibu ni kwamba mpinga Kristo ni mwanadamu atakaye pagawa na shetani. Mpinga Kristo ni mwanadamu atakaye pagawa na shetani. Maana yake shetani atamwingia huyu mtu. Ndiyo maana ya neno akapewa. Yaani atapewa uwezo na shetani mwenyewe. Biblia inasema, ukisoma Biblia hapa kwa umakini, Biblia anasema wakamsujudu yule joka, kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa, hili neno naye akapewa, kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Lakini anasema akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi. Akapewa na nani? Maana yake atapewa na shetani uwezo na nguvu. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Sasa watakatifu wanaotajwa hapa sio kanisa, ni taifa la Israeli, kwa sababu hii ni ziki kuu. Kwa hiyo watakatifu wanaotajwa hapa sio kanisa, mtazamaji wangu, ni taifa la Israeli. Lakini anasema hivi, naye akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Akapewa uwezo juu ya kila kabila, jamaa na taifa na lugha. Kwa hiyo atapewa uwezo na shetani mwenyewe, yaani shetani atamwingia. Sasa watu wengi wanaposikia mpinga Kristo, watu wengi na Wakristo wengi na walokole wengi, wanaposikia mpinga Kristo wanafikiri ni mnyama fulani. Wanafikiri ni mnyama fulani, ni kitu fulani. Au wanaposikia mpinga Kristo wanafikiri ni pepo au ni shetani au ni majini. Mpinga Kristo sio pepo, sio shetani wala mapepo wala jini, ni mtu kabisa. Mpinga Kristo ni mwanadamu wa kutisha sana. Ni mwanadamu wa kutisha sana. Huyu mpinga Kristo wakati wa siku kuu atakuwa ni mwanadamu wa kutisha sana, kutokana kwamba atakuwa amepewa uwezo na shetani. Atakuwa amepewa nguvu zote na shetani. Kama unavyoona leo shetani anavyoitikisa hii dunia kwa nguvu zake na mambo yake. Shetani anaitikisa dunia leo kwa nguvu zake, kwa mambo yake. Sasa kipindi cha ziki kuu ataitikisa hii dunia kupitia mpinga Kristo kwenye mwili utakaoonekana. Maana atamuingia mpinga Kristo, atamvaa, atapagawa mpinga Kristo na shetani. Na atakapomwingia atatenda kama shetani mwenyewe huyu mtu. Na kipindi cha ziki kuu ni kipindi ambacho Mungu amempa shetani atawala. Ile miaka 7 ya ziki kuu ni kipindi ambacho Mungu amempa shetani atawala. Kwa hiyo shetani atatawala hiyo miaka 7 kupitia mtu ambaye ni mpinga Kristo atakaye muingia. Lakini swali, atatokea wapi sasa mpinga Kristo? Huyu mpinga Kristo atatokea wapi? Biblia inasema kwamba ukisoma Ufunuo ile 13 mstari wa 1 kwamba anatoka katika bahari. Huyu mnyama, the beast, mnyama mwitu huyu mpinga Kristo, anatoka katika bahari. Hii bahari
sio bahari ya Hindi au bahari ya Pasifiki au bahari ya Atlantic. Hapana, hii ni bahari ya watu. It is a sea of nations, sea of nation. Maana yake huyu mpinga Kristo anatoka katikati ya jamii ya watu, anatoka katikati ya wanadamu. Neno bahari katika lugha ya unabii linawakilisha mataifa. Anatoka katikati ya watu wengi, mataifa mengi. Kiingereza tunaita Gentile, neno mataifa Kiingereza ni Gentile. Kwa hiyo huyu mpinga Kristo anatoka katikati ya jamii ya watu, na atakuwa ni mwanadamu huyu mtu, kwa sababu anatoka kwenye jamii ya watu. Bahari ni watu. Sasa huyu mpinga Kristo lazima awe mwanadamu. Lakini swali la msingi, mpinga Kristo atatokea nchi gani au taifa gani? Mpinga Kristo atatokea nchi gani, taifa gani, atatoka wapi? Kwa mujibu wa maandiko ya unabii wa siku za mwisho, na kwa mujibu ya wachambuzi wengi, wataalamu wa tafasiri na wataalamu wa mambo ya unabii wa siku za mwisho, kuna nadharia kama 3 hivi au 2 ambazo zinaonyesha huyu mpinga Kristo atatokea taifa gani au atatokea nchi gani. Nadharia ya kwanza ni kwamba mpinga Kristo anatoka kwenye utawala wa Rumi, Roman Empire, utawala wa Rumi, na hasa Rumi itakayofufuka wakati wa ziki kuu, revival Roman Empire. Rumi itafufuka. Utawala wa Rumi ulitabiriwa kutawala dunia mara 2. Utawala wa Rumi, Roman Empire, umetabiriwa kutawala dunia mara 2. Mara ya kwanza umeshatawala dunia, ulianzia mwaka wa 63 KK ukaenda mpaka mwaka wa 476 BK ukaanguka. Kwa hiyo umetabiriwa kutawala mara 2. Kwenye kitabu cha Danieli ile sura ya 2, kwenye ile sanamu ya mtu aliyoiona mfalme Nebukadreza, ile sanamu ilikuwa ina miguu 2 ya chuma, alafu chini yake kuna nyayo za vidole zenye mchanganyiko wa chuma na udongo. Nyayo za vidole, miguu 2 ya chuma ni sawasawa na Rumi ya zamani iliyotawala dunia. Rumi ilikuwa imegawanyika sehemu 2, sawasawa na miguu 2 ya chuma ya sanamu ya Nebukadreza. Kulikuwa na Rumi ya mashariki, lakini pia kukawa na Rumi ya magharibi, ambapo hii Rumi iliyotawala kipindi hicho ilikomea mwaka wa 476 BK ikaanguka. Lakini bado chuma na udongo kwenye miguu ya ile sanamu, ile miguu, nyayo za vidole. Mguu mmoja una vidole 5 na mguu wa pili una vidole 5, ukijumlisha jumla unapata 10. Nyayo za vidole zenye mchanganyiko, nusu udongo nusu chuma. Maana yake ni Rumi itakayofufuka tena wakati wa ziki kuu kwenye juma la 70 ili kumleta mpinga Kristo duniani. Revival Roman Empire. Na hii ni sawasawa na kwenye maono ambayo Danieli aliyaona kwenye Danieli sura ya 7, kwenye wale wanyama 4 ambao Danieli aliwaona sura ya 7. Yule mnyama wa 4 wa kutisha, mwenye kutisha, mwenye meno ya chuma, mbaya, anatisha, haelezeki. Yule mnyama ana meno ya chuma. Yule mnyama alikuwa na pembe 10, na kwenye zile pembe 10 ilizuka pembe ndogo. Pembe ndogo iliyozuka kwenye zile 10, huyo ndio mnyama mpinga Kristo. Ikazuka ikanenda kinyume na Mungu, na ile pembe ndogo ikaziangusha pembe 3 kwenye zile. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko haya, mpinga Kristo anatokea utawala wa Rumi, hasa Rumi iliyofufuka. Na kwa sasa hii chuma na udongo na pembe 10, tayari huu utawala umeshafufuka. Ni Ulaya Magharibi. Mpinga Kristo anatoka Ulaya Magharibi. Anatoka Euro Community, Ulaya Magharibi, ndipo anatokea hapo mpinga Kristo. Hiyo ndiyo Rumi iliyofufuka. Lakini nadharia ya pili ya huyu mpinga Kristo kule anakotokea, wataalamu na watafasiri wanasema kwamba mpinga Kristo huyu anatoka ufalme wa kaskazini. Huyu mpinga Kristo anatoka ufalme wa kaskazini, kwenye dola au kwenye ufalme wa Uyunani.
utawala wa Uyunani au dola ya Uyunani. Kutokana kwamba na andiko hili, andiko ambalo tumelisoma la Ufunuo 13 mstari wa pili. Nikusomea Ufunuo 13 mstari wa pili. Biblia inasema, na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Yule mnyama mpinga Kristo alikuwa mfano wa chui. Chui ilikuwa ni dola ya Uyunani. Katika wanyama aliowaona Danieli kwenye Danieli sura ya 7, chui ni mnyama wa 4 aliyemuona. Alimuona chui, mnyama wa 3, ni mnyama wa 3. Chui alimuona ni mnyama wa 3. Alimuona chui mwenye vichwa 4 na mabawa 8 kwenye mgongo wake. Yule chui ni utawala wa Uyunani, ambapo kwa leo ni nchi ya Ugiriki. Uyunani ya zamani leo ni nchi ya Ugiriki. Ni Ugiriki, ni utawala wa Uyunani. Yule chui aliyemuona ni mfalme mkuu wa dola ya Uyunani, au ni mtawala mkuu wa dola ya Uyunani aliyeitwa Iskanda mkuu, Alexander the Great au Alexander mashuhuri. Alexander the Great ndiye mfalme mkuu wa dola kubwa sana ya Uyunani. Lakini pia Danieli pia akauona pia utawala huu wa Uyunani. Akamuona Alexander the Great tena kwenye kitabu cha Danieli sura ya 8, kwenye maono ya wanyama wawili wale ambao Danieli aliwaona kwenye kitabu cha Danieli sura ya 8. Anamuona beberu mwenye pembe moja mashuhuri kwenye macho yake. Yule beberu mwenye pembe moja mashuhuri kwenye macho yake ni utawala wa Uyunani, ni Alexander the Great yule. Halafu Danieli akaona kwamba ile pembe ndogo mashuhuri ilivunjika kwenye ule beberu. Halafu zikaota pembe 4, ziliota pembe 4 kwenye ule beberu. Zile pembe 4 zilizoota ni majemedari 4 wa Iskanda mkuu aliowatumia kuipiga hii dunia. Sawa sawa na yule chui ambaye Danieli alimuona kwenye sura ya 7, kwenye maono ya Danieli sura ya 7. Yule chui alikuwa na vichwa 4 na mabawa 8 kwenye mgongo wake. Vile vichwa 4 na mabawa 8 kwenye mgongo wake ni majemedari wake Alexander the Great, ambao waliwatumia kuipiga dunia. Majemedari wake wale 4 walikuwa wanaitwa wa kwanza alikuwa anaitwa Ptolemy, wa pili aliitwa Seleucus, wa tatu aliitwa Kasanda, na wa 4 aliitwa Lysimachus. Hawa ndio majemedari 4 wa Iskanda mkuu. Na Alexander the Great alipofariki, maana Alexander the Great alikufa akiwa na umri mdogo sana. Alikufa mwaka wa 323 KK, yani kabla ya Yesu kuzaliwa. Alifariki akiwa mdogo sana, umri wa miaka 32. Majemedari wake hawa 4, Ptolemy, Seleucus, Kasanda pamoja na Lysimachus, wakaugawanya ule ufalme wa Uyunani. Wakaitwaa ile dola ya Uyunani ikawa chini yao. Wakagawanyika sehemu 4 za utawala. Ptolemy alienda kusini ilikuwa ni Misri. Alienda kutawala Misri kusini. Utawala wake ulikuwa ni Misri. Alafu Seleucus akaenda kaskazini, Sham, Syria. Seleucus alienda kaskazini, Sham, Syria. Halafu Kasanda alienda magharibi kule Ugiriki, Macedonia, Ugiriki. Alienda kutawala Kasanda kule. Halafu Lysimachus alienda mashariki kule Uturuki, Asia Minor, Asia ndogo. Sasa mpinga Kristo, wataalamu na watafasiri wa maandiko wanasema huyu mpinga Kristo atatoka kwenye moja ya tawala 4 hizi za Uyunani zilizogawanyika. Mpinga Kristo anatoka kwenye tawala mojawapo za hizi 4 za Uyunani zilizogawanyika. Na hizo tawala zenyewe ni ufalme wa kaskazini wa Seleucus. Kwamba huyu mpinga Kristo anatoka ufalme wa kaskazini wa Seleucus. Kwa jemedari Seleucus ndipo anatokea Syria, anatoka Syria. Kaskazini ni Syria. Kwa hiyo mpinga Kristo huyu wanasema anatoka ufalme wa kaskazini wa Seleucus ambapo ni nchi ya Syria. Na wengine wanasema kwamba huyu mpinga Kristo atakuwa ni Myahudi mwenye asili ya Syria. Wanasema hivyo kwamba atakuwa ni Myahudi mwenye asili ya Syria
kwa kulinganisha andiko hili. Andiko linasema kwamba hata ijali miungu ya baba zake. Ukisoma Danieli 11 mstari wa 37 hadi 38. Danieli 11:37-38. Anasema kwamba hata ijali miungu ya baba zake, wala Mungu aliyetamaniwa na wanawake. Hata ijali miungu ya baba zake. Watu pekee duniani ambao Mungu amejitambulisha kwa jina la baba zao ni Waisraeli tu. Watu pekee duniani ambao Mungu amejitambulisha kwa jina la baba zao ni Wayahudi pekee yao, ambaye huyu Mungu amejitambulisha kwenye Biblia kama Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Amejitambulisha kama Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Kwa hiyo wanasema kwamba kwa andiko hili huyu mpinga Kristo huenda akawa ni Myahudi mwenye asili ya Syria, huenda akatokea Syria kwenye ufalme wa dola ya Uyunani iliyogawanyika kwa Seleukas kule kaskazini Syria, anaweza akatokea. Lakini tumesoma hapa maandiko kwamba tumesoma kwamba kwenye mstari wa pili, Ufunuo 13 mstari wa pili, anasema na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Chui nimekwambia ni utawala huu wa Uyunani, utawala wa Kigiriki, ni utawala wa Kigiriki. Na utawala huu wa Kigiriki ulikuwa maarufu sana, unaitwa utawala wa kivita. Huu ni utawala wa kivita kupitia mfalume wake Iskanda mkuu, Alexander the Great. Alexander the Great alikuwa ni shujaa sana, mkuu wa vita. Alikuwa ni shujaa aliyepambana kwenye dola hii ya Uyunani. Alipambana sana Alexander the Great, na aliipiga dunia kwa muda mfupi sana. Aliipiga dunia kwa miaka 11, kaiweka chini yake yote. Kwa miaka 11 aliipiga dunia nzima. Alikuwa ni shujaa hatari, na ndiye aliyevunja rekodi ya kijemedari ambayo mpaka sasa haijavunjwa na mtu yoyote yule duniani. Na ni kiongozi mzuri ambaye anatajwa kwamba Alexander the Great ni kiongozi ambaye mpaka sasa hajawahi kutokea duniani. Alikuwa ni hodari. Kwa hiyo utawala wa Kiyunani ni utawala wa vita, ambapo Iskanda alipigana sana vita. Lakini anasema kwamba na miguu yake yule mnyama, miguu ya yule mnyama mpinga Kristo ilikuwa kama miguu ya dubu. Dubu ni utawala wa Umedi na Uajemi. Kwenye wale wanyama aliowaona Danieli kwenye sura ya 7, alimuona mnyama wa pili, dubu mwenye mbavu 3 kinywani, kwenye meno yake. Dubu ni utawala wa Umedi na Uajemi. Uajemi ya zamani leo ni nchi ya Iran, ni nchi ya Iran ya leo. Dubu ni utawala wa Uajemi. Utawala huu wa Umedi na Uajemi ulisifika sana, ni utawala wa kisheria. Utawala wa Umedi na Uajemi ni utawala wa kisheria, kwa sababu sheria za Wamedi na Uajemi zilikuwa hazitanguki. Zilipowekwa hizi sheria za Wamedi na Uajemi hazikutanguka kamwe. Kwa hiyo huu utawala wa Umedi na Uajemi ulikuwa ni utawala wa kisheria duniani. Lakini pia anamaliza, anasema hivi kwamba na kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha simba. Yule mnyama kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha simba. Simba inawakilisha dola ya Babeli, Babilonia, dola ya Babeli chini ya mfalme mkuu Nebukadreza. Dola ya Babeli, mnyama wa kwanza ambaye Danieli alimuona kwenye Danieli ile sura ya 7, simba mwenye mabawa mawili kwenye mgongo wake. Simba mwenye mabawa mawili kwenye mgongo wake alimuona Daniel. Huu ni utawala wa Babeli, Babilonia. Babeli ya zamani leo ni nchi ya Iraki kwa marehemu Saddam Hussein. Babeli ya zamani ni Iraki kwa marehemu Saddam Hussein. Kwa hiyo kinywa cha yule mpinga Kristo mnyama kipo kama kinywa cha simba. Sasa utawala wa Babeli au ufalme wa Babeli ulijulikana kama ni utawala wa kidini. Ulikuwa ni utawala wa kidini. Utawala wa Babeli ni utawala wa kidini, kwa sababu mfalme Nebukadreza
alisimamisha sanamu yake pale Babeli kwenye Danieli sura ya 3, na akawaamuru watu wote duniani wakati ule kwenye zile dola, zile tawala ambazo alikuwa ameziteka, aliwaamuru wale watu waiabudu ile sanamu yake. Kwa hiyo utawala wa Babeli ulikuwa ni utawala wa kidini. Nimelileta somo hili la mpinga Kristo, mtazamaji wangu, upate picha kwamba huyu mpinga Kristo, kama nilivyokuambia kwamba ni mfano wa chui, yani ni kama dola ya Uyunani kivita. Huyu mpinga Kristo atakuwa ni mtu hatari sana kwa mambo ya kivita, atakuwa ni mpambanaji sana. Huyu ni shujaa, ni kamanda, atakuwa na akili nyingi sana za vita, atapambana sana. Lakini pia lazima aje na dini, atakuja pia na dini, na ndio maana kinywa chake ni kama kinywa cha simba. Atakuwa ni mtu wa vita, ni mtu hatari, na muda sio mrefu huyu mtu anakwenda kutokea duniani. Mpinga Kristo yuko njiani, anakuja kutawala dunia muda sio mrefu. Na hata sasa huyu mtu yupo duniani. Huyu mtu hata sasa yupo duniani. Kinachomzuia kwa sasa asitokee, asitende kazi duniani, ni kwa sababu kanisa lipo duniani linafanya kazi. Linamzuia yeye asiibuke na kufanya kazi, lakini yupo huyu mtu. Na ukisoma Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 8, Biblia inasema, Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 8, Biblia inasema ile siri ya kuasi inatenda kazi hivi sasa, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Ndipo atakaofunuliwa yule asi. Asi ni mpinga Kristo, anatajwa hapo kama mpinga Kristo. Ndipo atakaofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Kwa hiyo kwa sasa yupo, lakini muda sio mrefu huyu mtu atatokea. Penzi mtazamaji wangu, ninakushukuru sana kwa ajili ya mafundisho haya. Ninaamini umenielewa. Mungu akubariki sana. Ninakupenda, ninakujali. Tukutane wakati mwingine tena kwa ajili ya kujifundisha zaidi na zaidi. Asante, ubarikiwe. Amen.